Mfumo wa udhibiti wa hali ya afya, usalama na mazingira pamoja na vihatarishi katika mahali pa kazi unaundwa na mifumo midogo midogo ama michakato midogo midogo kwa ajili ya uboreshaji wa hali ya afya na usalama katika maeneo yetu ya kazi. Kwa ujumla wake, mifumo hii midogo midogo ndiyo inatengeneza na kuunda mfumo huu mkuu wa udhibiti wa hali ya afya, usalama na mazingira katika maeneo yetu ya kazi. Kwa Kiingereza umezoeleka kama ni Health and Safety Management System. Kwa kiasi kikubwa mfumo huu ndiyo unatoa dira ama ni dira ya namna ya udhibiti hata wa vihatarishi katika maeneo yetu ya kazi. Sasa leo hii katika mifumo midogo midogo mingi tunakwenda kujadili mifumo miwili ambayo ni mfumo wa tathmini ya vihatarishi ama umezoeleka kama ni risk assessment pamoja na mfumo wa udhibiti wa vihatarishi ama risk management. Kwa ujumla, maafisa, wasimamizi pamoja na wadhibiti wa hali ya afya na usalama katika maeneo ya kazi kwa nyakati fulani wamekuwa wakichanganya mifumo hii, na wakati mwingine mifumo hii inadhaniwa kuwa inafanya kazi moja, inafanana pamoja, lakini msingi wake ni kwamba pamoja na kwamba lengo ni moja la kuboresha hali ya afya na usalama katika maeneo ya kazi, lakini namna inavyofanya kazi na sifa zake ni tofauti. Sasa nikukaribishe twende kwa pamoja tukaijadili mifumo hii, tuone utofauti ni nini, inafanyaje kazi na ni kwa namna gani kwa pamoja inasaidia kuboresha hali ya afya, usalama na mazingira pamoja na udhibiti wa vihatarishi katika maeneo yetu ya kazi. Karibu sana. Naitwa Matthew, ni mkufunzi, mshauri, mwelekezi na mdhibiti wa hali ya afya, usalama na mazingira katika maeneo ya kazi. Ikiwa wewe ni taasisi, kampuni, shirika ama ofisi na ungependa kupata huduma hii ya ushauri, uelekezi, udhibiti na mafunzo kwa timu yako, usisite kuwasiliana nami kupitia mawasiliano yanayoonekana katika runinga yako. Karibu sana. Kama ambavyo tumeweza kuona katika utangulizi, tathmini ya vihatarishi yani risk assessment pamoja na udhibiti wa vihatarishi risk management vinafanya kazi kwa kusudi moja la kuboresha hali ya afya, usalama na mazingira, ikiwa ni pamoja na udhibiti wa vihatarishi vinavyoweza kuleta madhara kwa wafanyakazi pamoja na mazingira. Lakini pamoja na kwamba zinafanya kazi hizo kwa kusudi moja, lakini njia za utekelezaji, njia za tathmini na udhibiti ni tofauti sana. Hivyo basi, tunapoelekea katika kuelewa nini maana ya risk assessment ama tathmini ya vihatarishi, nini maana ya udhibiti wa vihatarishi, ni muhimu kwanza tukaanza kuelewa umuhimu wa utofauti huu na ni kwa kiasi gani utofauti huu unatusaidia katika kutekeleza majukumu ya udhibiti wa vihatarishi katika maeneo yetu ya kazi. Ni muhimu kuelewa hii mifumo miwili inafanyaje kazi, inapishana wapi, inakutana wapi, ili kwa pamoja tuweze kuboresha hali ya afya na usalama katika mazingira yetu ya kazi, ikiwa ni pamoja na udhibiti wa vihatarishi. Hivyo ni kuombe tuongozane sasa pamoja tunapokwenda kuangalia utofauti uliopo kati ya tathmini ya vihatarishi na udhibiti wa vihatarishi na namna vinavyofanya kazi. Nikukaribishe, karibu sana tunapokwenda kuvijadili.